Usiku wa mvua ulikuwa umetanda anga la jiji, umeme ulikatika mara kadhaa, na harufu ya disinfectant ilichanganyika na sauti za wauguzi waliokimbizana na machela kwenye korido ya hospitali ya taifa ya Uhuru, ndani ya wodi ya wazazi. Kilio cha mtoto mchanga kilisikika kwa nguvu, kilio kilichozidi mengine, kama kilikuwa kinajua kitu kilichoenda vibaya kabla ya mtu yeyote kugundua. Push mama, bado kidogo tu. Mungu wangu, mama wa kwanza, Neema, mwanamke mrembo kutoka familia ya kitajiri, alikuwa akijifungua mtoto wake wa kwanza. Mumewe, Edwin, mfanyabiashara maarufu wa mafuta, alikuwa nje akizungumza kwa simu, bila hamu ya kuwa karibu. Dakika chache baadaye, mtoto wa kiume alizaliwa, akisafishwa haraka na muuguzi aliyechoka, Nurse Ziada, aliyekuwa kazini zaidi ya zamu yake. Karibu mlangoni, wodi nyingine ilikuwa ikipokea mwanamke aliyevaa kanga moja iliyochakaa, mdomo wake ukiwa umejawa na maombi. Ewe Mungu, nitazame, usimwache mwanangu afe. Huyo alikuwa Subira, mchuuzi wa samaki kutoka kijiji cha Mto wa Mamba, aliyesafirishwa kwa dharura na bodaboda baada ya uchungu kuanza mapema. Muuguzi mwingine alikuja mbio. Huyu wa kijiji ana crowning tayari, harakisha, pakua glovu, sanitizer, hakuna tena kitanda, weka pale pembezoni. Chumba kilikuwa na watoto wawili wachanga, wa Neema na wa Subira, wakiwekwa kwa haraka kwenye vitanda viwili vidogo vyenye alama za plastiki zilizochakaa. Lakini wakati wa harakati za kumuhamisha Subira na mtoto wake kwenda wodi nyingine, na Neema kuhamishiwa chumba cha VIP, kitu kilitokea. Stika za majina za watoto wawili zilianguka sakafuni. Nurse Ziada alirudi, akiwa amejaa haraka na uchovu. Alipokuta watoto wawili wakilia kwenye vitanda viwili vinavyofanana, alikisia tu, huyu alikuwa wa Neema, si ndio? Ama huyu? Wote wa kiume, wote wamezaliwa dakika 5 tofauti, hakuna shida sana, alijisemea. Akaandika majina upya kwa makadirio. Miaka 14 baadaye, siku moja jua lilikuwa limewaka kwa nguvu kule kijiji cha Mto wa Mamba. Kijana mmoja mwenye sura ya kifalme na macho ya uchangamfu alikuwa akiendesha mtumbwi akivua samaki. Aliitwa Adriane, lakini kijijini walimuita kijana wa Subira. Mama, leo nimepata kambale mkubwa. Alikimbia kwa miguu mitupu kumkumbatia mama yake aliyekuwa anachoma dagaa kando ya mto. Subira alitabasamu, licha ya maisha kuwa magumu. Moyo wake ulikuwa umejaa faraja. Adrian hakuwa na hulka kama ya wavulana wa kijiji. Alizungumza Kiswahili fasaha, alipenda kusoma magazeti ya zamani aliyokuwa akipata kwenye masanduku ya samaki, na kila alipomsikia mtu akiita jina lake, moyo wake ulikuwa na mshindo tofauti, kama kitu kilikosekana. Wakati huo huo, kilomita nyingi kutoka pale, kwenye jumba refu la kifahari lenye mabustani yaliyopambwa vizuri, kijana mwingine mwenye ngozi iliyochafuka kidogo na vidole vyenye makovu alikuwa akitazama dirishani, macho yake yakiwa mbali sana. Alikuwa Brian, mtoto wa Neema na Edwin. Alilelewa kwa kila kitu alichohitaji, isipokuwa jambo moja, mapenzi ya kweli. Siwezi kujisikia hapa. Kila mara mnaongea juu ya shule bora, kuvaa vizuri, lakini mnanisahau mimi ni nani. Neema alimnyooshea mkono kwa sauti ya ukali na baridi. Brian, una kila kitu mtoto anaweza kuhitaji, halafu unasema hatukujali. Edwin aliongea bila kuangalia, tafuta shule ya bweni. Neema, anazidi kuwa mzigo. Brian alihisi uchungu ndani ya kifua chake. Mara nyingi alijiuliza, kwa nini hapana? Kwa nini hata baada ya miaka yote hii hakuhisi kama sehemu ya familia? Siku ya ajabu mwaka ule, katika shule ya mtaa, kampeni ya uchangishaji damu iliandaliwa. Adrian, licha ya kuwa kijana wa kijijini, aliitwa miongoni mwa wanafunzi waliojitolea kuchangia. Alikuwa na damu ya kundi la AB, adimu sana. Wakati huo huo, hospitali ya kifahari jijini ilitangaza dharura. Mvulana aitwaye Brian, mwenye kundi la damu AB, alihitaji mchango wa haraka. Hakukuwa na ndugu waliolingana naye. Katika databasi ya mpango wa kitaifa wa damu, jina lililolingana lilikuwa Adrian Subira. Mama, wameomba damu yangu kwa dharura kwa mtu mmoja mjini. Adrian alimwambia Subira, mtu huyo ana kundi sawa na langu na wako taabani. Subira alimshika mkono, nenda mwanangu,
maisha ya mtu ni zawadi, Mungu akulinde. Ndani ya hospitali ya kifahari, Adrian aliingia kwa aibu. Kila mtu alimtazama kwa mshangao. Mvulana aliyevalia kanda mbili lakini mwenye mwanga usioelezeka machoni alipokutana na Brian, walitazamana kwa muda mrefu, wote wakibaki kimya. Kila mmoja alihisi, nimekutana na kioo cha nafsi yangu. Lakini kabla hata ya damu kuchukuliwa, muuguzi aligundua jambo lisilo la kawaida. Majina yao yalipowekwa kwenye mfumo wa damu, ilionyesha DNA match detected. Hili haliwezekani, daktari alisema. Hawa wawili ni ndugu. Hapana, ni zaidi ya hapo. Siku iliyofuata, wakili wa familia ya Edwin aliitwa. Jina ya Brian, Neema, Edwin, Subira na Adrian ilifanyiwa uchunguzi kamili. Matokeo yalisema Brian alikuwa mtoto wa Subira, Adrian alikuwa mtoto wa Neema. Wote walioganda. Ukimya ulitanda. Neema alinyamaza, machozi yakimtoka kimya. Subira alishika kiti, macho yake yakiwa ya maumivu na mshangao. Adrian na Brian walitazamana, wakijua kwamba maisha yao hayatawahi kuwa yale yale tena. Mahakama Kuu ya Familia, jiji la Dar es Salaam. Kikao cha kwanza kilianza kwa kimya kizito. Wote walikuwepo, Neema na mumewe Edwin, Subira akiwa amevaa kanga yake ya zamani, Adrian akiwa amevalia suruali ya kanzu, na Brian akiwa amesimama katikati yao kama kivuli kinachozunguka majira mawili ya maisha. Meza ya mbele ilikaliwa na wakili wa familia ya Edwin, Bwana Mshomba, mwanasheria mwenye sura ya baridi na sauti ya ukali. Mheshimiwa Jaji, alianza, tuna ushahidi wa kisayansi na unaonyesha wazi kwamba mtoto anayeitwa Adrian alikosewa wakati wa kuzaliwa na ni haki arudishwe kwa mama yake halali, Bi Neema. Subira alitikisa kichwa polepole. Sauti yake ilikuwa ya upole, lakini macho yake yalikuwa yamejaa moto wa mama. Mheshimiwa, huyo mtoto nimelea tangu akiwa damu ya kitovu. Nimemnyonyesha mimi, nimeshika mikono yake alipojifunza kutembea. Nimemwita mwanangu kwa miaka 14. Je, damu inapima upendo huo? Lakini si wako, Edwin alikatisha, akimtazama Subira kwa dharau. Ulileta mtoto wa Neema kijijini. Mtoto wangu wa damu alivaa nguo za mitumba huku wa kwangu halisi akikuwa akivua samaki. Adrian alimtazama Edwin kwa ukimya. Hujawahi kuja kijijini, hujawahi kuniita mwanangu. Leo, kwa sababu ya kipimo cha DNA, unadai kuwa nilipaswa kuwa mtoto wako. Neema alifuta machozi kimya kimya. Nilidhani na kupoteza kila usiku. Nilimsikiliza Brian akinipinga, akiniona kama adui. Sasa naambiwa mtoto niliyemlea si wangu, lakini bado moyo wangu unampenda. Brian aligeuka kumtazama Neema, macho yake yakiwa yamejaa giza. Ulinilea, lakini hukuwa nami. Sasa unalia kwa sababu ya damu, lakini hukulia kwa sababu ya mimi. Jaji alipumua kwa kina, akaandika chini, kesi hii haizungumzi tu haki ya damu, bali pia haki ya moyo. Tutahitaji muda wa kuzingatia maslahi ya watoto hawa wawili. Siku iliyofuata, kwenye nyumba ya Subira kijijini Mto wa Mamba, Adrian alikuwa ameketi kando ya mto, miguu yake ikiwa majini, akitazama mawimbi madogo. Mama, alisema kwa sauti ya chini, Subira akiwa nyuma yake. Je, unataka niondoke? Subira alimkumbatia nyuma kwa nguvu. Adrian, siwezi kukuambia uende au ubaki, lakini najua moyo wangu hauwezi kuishi bila wewe. Lakini Neema anasema mimi ni wake, na Brian hana wa kumkumbatia kule. Subira alitabasamu kwa huzuni. Ulinyonya maziwa yangu, lakini damu yako ilitoka kwake. Je, unaweza kuwapenda wote wawili? Adrian alifikiria kwa muda mrefu. Nataka kuwaita wote mama, lakini sijui kama watakubali. Katika jumba la kifahari, Brian alikuwa ameketi sakafuni, akiwa anashika picha ya utotoni, akiwa mgonjwa hospitalini. Neema akiwa mbali, na Edwin akitabasamu mbele ya kamera. Siwakumbuki wakinilisha, alijisemea. Nakumbuka yeye aliyenipa dawa. Nakumbuka kuta, harufu ya marashi ya Neema, na baridi ya Edwin. Sauti ya Neema ilimkatiza. Brian, ungependa kukaa kwa muda na mama yako wa damu? Brian alinyamaza, alimtazama Neema kwa muda mrefu. Mama yangu wa damu au mama yangu wa maumivu? Neema alikunja uso. Sijui nifanye nini ili ukubali kunipenda. Siku zote uliniambia nitoke.
niwe bora, nivae vizuri. Ulisahau kuniuliza, Brian, ukoje? Neema alishuka chini, akaketi sakafuni naye. Samahani mwanangu, labda nimechelewa, lakini bado nataka kuwa sehemu ya moyo wako. Brian alimtazama, macho yake yakiwa na tone la machozi ya kwanza ambayo hajawahi kuonyesha mbele ya mama huyo. Kitu cha kushangaza kilitokea wiki 2 baadaye. Wakili wa serikali alipiga simu. Tumechunguza kwa kina rekodi za hospitali na tunaamini kubadilishwa kwa watoto hakukuwa ajali ya kawaida. Unamaanisha? Neema aliuliza. Kuna ushahidi kuwa nurse Ziada alipokea bahasha ya pesa siku ile. Alikuwa na deni kubwa. Tunaamini alihongwa, lakini hatujui na nani. Wote walishangaa. Inawezekana nini? Je, kulikuwa na mkono wa mtu aliyeamua kubadili hatima ya watoto hawa wawili? Edwin alishtuka. Ziada si huyo aliyewahi kuniomba kazi kwa ajili ya dadake? Neema alimpiga jicho la mshangao. Ulimkataa na ukasema hii si hoteli ya wajinga. Adrian aliyesimama karibu alikumbuka. Mama, kuna barua niliwahi kuiona katika kabati la Subira. Iliandikwa kwa kalamu ya hospitali, lakini haina jina. Inaeleza namba ya kitanda na majina ya watoto wawili tofauti. Wote walikimbilia kijiji. Subira aliwakaribisha kwa heshima. Adrian alichukua barua hiyo, akamkabidhi wakili. Mshangao ulitanda. Barua hiyo ilikuwa ya kweli, na ndani yake kulikuwa na pendekezo la kubadilisha watoto kwa makusudi. Lakini kwa nini? Neema aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Wakili alisoma kwa sauti, ili maisha ya mtoto maskini yawe na nafasi ya ndoto, na maisha ya mtoto wa tajiri yajue maana ya mapambano. Ukimya. Subira alinyamaza. Edwin alishika paji la uso. Neema aliketi chini, akilia kimya kimya. Adrian alichukua mkono wa Brian. Tulizaliwa na kubadilishwa. Tumekuwa tofauti, lakini hatima yetu ni moja sasa. Saa 11 alfajiri, ukimya uligubika nyumba ya Neema. Neema alishtuka kutoka usingizini. Mlango wa chumba cha Brian ulikuwa wazi. Kitanda hakikutandikwa. Miguu yake ilianza kutetemeka. Aliita, Brian, Brian uko wapi? Lakini hakujibiwa. Wakati huo huo, Subira alipofika chumbani kwa Adrian, alikuta karatasi juu ya godoro. Mama, nisamehe. Nimechoka kuchukuliwa kama begi la mizigo. Nataka kujua mwenyewe mimi ni nani. Nataka kumfahamu niliyetengenezewa kuwa. Sifanyi hivi kukukimbia, nafanya ili nikurudie nikiwa huru. Nitawatafuta. Adrian. Subira alishika karatasi hiyo kama mtu anayeshika pumzi ya mwisho. Alikaa sakafuni, machozi yakimwagika kama mvua ya masika. Adrian, ni mwanangu, moyo wangu. Siku hiyo hiyo jioni, katika stendi ya mabasi ya Ubungo, kijana aliyevaa hodia ya kijivu na begi la mgongoni alisimama kando ya kijana mwingine aliyevaa suruali ya kaki na tisheti nyeupe. Waliangaliana kwa sekunde chache, wakatabasamu kwa uchungu. Brian, uliacha ujumbe. Adrian, nilihitaji. Kama ningekwenda bila kusema chochote, mama angenivunja moyo. Brian, mimi sikusema neno. Mama yangu hata haoni moyo nikienda. Labda ni bora hivyo. Adrian alitikisa kichwa. Si bora. Hakuna mama asiyeumia. Ataanguka polepole ndani kwa ndani. Hata kama hakukumbatia, moyo wake bado umefungwa kwako. Brian alihema. Unamjua vizuri sana, hata kuliko mimi. Walipanda basi kwenda Bagamoyo, mji wa zamani uliojaa historia, lakini sasa ulikuwa mahali pa kutafakari maisha mapya. Katika nyumba ya Neema, Edwin alikuwa amesimama sebuleni, simu mkononi. Nimewaambia polisi wafuate bastola. Watoto hawawezi kupotea hivi hivi. Neema aliinamia sofa, amekumbatia shati la Brian. Edwin, huu si wakati wa bastola. Huu ni wakati wa kutubu. Tumewapoteza kwa sababu tuliwatesa kimya kimya. Edwin aligeuka kwa hasira. Mimi sijamnyima chochote. Neema alitazama juu. Macho yake yalikuwa mekundu. Ulimnyima wewe mwenyewe. Na mimi nilikuwa natoa pesa badala ya mapenzi. Sasa wote wametuacha. Kosa halihitaji bastola, linahitaji moyo. Siku ya pili, Adrian na Brian walikuwa wamefika Bagamoyo. Walitembea kando ya bahari, mawimbi yakiwapiga miguu. Brian, unakumbuka ndoto zako zilikuwa nini? Adrian, ndoto zangu, nilikuwa nataka kuwa rubani. Nilikuwa nikiangalia ndege juu ya kijiji chetu.
nikijiambia siku moja nitapaa. Brian, na sasa Adrian, sasa nataka kuwa mtu anayeishi ukweli wake, hata kama hatapaa juu. Nataka kuwa mtu ambaye moyo wake hauchongwi na watu, bali na upendo. Brian alitazama mbali. Mimi nilitaka kuwa daktari. Sijui kwa nini, labda kwa sababu kila siku nilihisi mgonjwa moyoni. Adrian alicheka kwa uchungu. Mara ya kwanza kukutana nawe, nilihisi kama nimekutana na pacha wangu aliyelelewa na dunia nyingine. Brian, hina bado. Sisi ni mmoja, lakini tuna mama wawili, maisha mawili, ukweli wawili. Walikaa juu ya jiwe, wakitazama mawimbi. Ukimya ulitanda kwa muda mrefu. Kisha Brian alisema, nadhani ni wakati sisi wenyewe tuamue. Tusiwaache wazazi wetu watuvute kama kamba ya vita. Tuwe sauti ya hadithi yetu. Adrian alitabasamu. Umesema kweli. Siku 2 baadaye, Subira alipokea simu kutoka kwa namba isiyojulikana. Halo, mama, ni mimi. Adrian, machozi ya Subira yalifumuka. Mwanangu, uko wapi? Nimekuwa nikikuita kila siku. Mama, niko salama. Tuko pamoja na Brian. Tulihitaji kupumua, kujua ukweli wa ndani yetu. Samahani. Usiseme samahani. Najua moyo hauwezi kufungiwa kwenye ukuta. Lakini tafadhali, njoo nyumbani. Tutakuja mama. Lakini tunataka kusema jambo hadharani, kwetu sisi wote na kwao. Siku ya hukumu mahakamani, kila mtu alifika. Vyombo vya habari vilikuwepo. Kamera zilielekezwa. Lakini kabla ya jaji kuanza, mlango ulifunguliwa. Adrian na Brian waliingia pamoja, bega kwa bega. Ukumbi ukanyamaza. Adrian alichukua kipaza sauti, sisi ni watoto waliobadilishwa, lakini sasa tumebadilika zaidi kwa kuwa tumekuwa. Hatuwezi kubadilishwa tena na maamuzi ya wengine. Brian aliongeza, sisi si damu tu wala malezi tu. Sisi ni mchanganyiko wa haya yote. Na sasa tunataka kusema, hatubadilishwi tena. Adrian aligeuka kumtazama Subira. Mama, uliyenilea sikuzaliwa tumboni mwako, lakini nilikuwa kwenye moyo wako. Kwa hiyo hutowahi kupoteza nafasi hiyo. Kisha akamtazama Neema. Mama, uliyenizaa sasa na kujua, na nataka kukujua zaidi. Lakini sitakuja kwa lazima, nitakuja kwa upendo. Brian naye alimtazama Neema. Hutaweza kuandika ukurasa mpya na mimi kwa kuifuta historia yangu. Lakini kama uko tayari kuandika ukurasa mpya, mimi nipo. Subira alilia kwa sauti. Neema alishika kiti kuzuia kuanguka. Edwin alijaribu kusema kitu, lakini maneno hayakutoka. Jaji alisimama. Katika miaka yangu ya kazi, sijawahi kuona watoto wanaojielewa kama hawa. Kwa hiyo hisi mahakama itakayotoa hukumu ya mwisho ni moyo wao wenyewe. Usiku uliofuata hukumu haukuwa rahisi kwa mama yeyote. Subira alikaa kwenye mkeka wake wa zamani, taa chemli iking'aa taratibu juu ya kichwa chake. Mbele yake kulikuwa na kikombe cha uji ambacho hakukinywa. Alikuwa na barua ya mkono kutoka kwa Adrian aliyoiandika baada ya hukumu. Mama, sikujua kama moyo unaweza kupenda zaidi ya mara moja, lakini nataka unijue, nitakupenda maisha yangu yote. Sitaishi nawe kila siku, lakini nitakutafuta kila wiki. Nitaimba tena ule wimbo wetu wa samaki. Nitapika uji wetu wa mihogo. Hata nikiwa mbali, nipo ndani ya moyo wako. Na moyo wa mama haupimwi kwa damu, bali kwa machozi. Subira alishika barua hiyo kifuani, akaiwekea machozi kimya kimya. Kisha aliinuka polepole, akafungua kabati lake dogo. Alitoa begi la shule la zamani, bado lilikuwapo, alilohifadhi hata baada ya Adrian kuanza sekondari. Wakati huo huo, Neema alikuwa ndani ya chumba chake kikubwa, akiwa ameketi kitandani bila vipodozi wala mapambo. Macho yake hayakuwa na kung'aa kama zamani. Kwenye dawati kulikuwa na picha ya Brian akiwa na yaya wa zamani, akiwa na umri wa miaka 4. Neema alishika picha hiyo, akaiangalia kwa muda mrefu. Nilikuwa mama wa pesa, sio wa moyo, aliambia mwenyewe kwa sauti ya kunong'ona.
sijaona, lakini bado nina nafasi, bado naweza kuanza. Aliandika ujumbe mfupi kwa Brian: mwanangu, nikiwa nimechelewa, bado nakupenda. Nisamehe kwa kuwa mama wa ratiba, sio mama wa roho. Naamini bado tunaweza kujifunza kupendana upya. Nitarudi tena shule yako, sio kukuchukua, bali kukuona, kukupongeza, kukuamini. Asubuhi iliyofuata, watoto wawili walikuwa kwenye stendi tofauti. Brian alikuwa akiingia kwenye basi la kurudi shule ya bweni, begi mkononi. Alitabasamu kwa uchungu alipomwona Neema amesimama mbali, akimwangalia tu. Wakati gari likianza kuondoka, Neema alipungia mkono kwa aibu. Brian akajibu kwa tabasamu. Hakuwa amesema neno, lakini macho yao yalizungumza. Mwanangu, mama, hatujachelewa. Adrian alikuwa kwenye kituo cha basi kijijini. Subira alikuja akimshika mkono kwa nguvu. Hakumzuia kuondoka, hakumlilia kama siku za nyuma. Alimkabidhi kile begi la zamani. Ndani kulikuwa na hikanga aliyovaa mara ya kwanza kumwona, kikombe chao cha uji na picha aliyochora akiwa na miaka 6. Yeye na Subira wakivua samaki. Nataka uwe na haya, Subira alisema kwa sauti ya kupasua moyo. Yatakukumbusha mtoto haishi tumboni, anaishi moyoni. Adrian alilia bila sauti, akamkumbatia Subira kwa muda mrefu. Miezi mitatu baadaye, shule ya bweni ya Brian ilikuwa na sherehe ya siku ya wazazi. Wanafunzi walikaa kwenye bustani kubwa wakisubiri wazazi wao. Brian aliketi peke yake, lakini kutoka mbali alimuona Neema. Hakuwa amevaa mavazi ya kifahari. Alikuwa kavaa blauzi ya kawaida, suruali ya kitambaa na viatu vya mpira. Alikuwa amebeba mfuko wa zawadi wenye maandishi, kwa mwanangu. Brian alisimama, akamkimbilia. Wanafunzi walipiga makofi, walikumbatiana bila kusema kitu kwa dakika nzima. Hatimaye Brian alinong'oneza, mama, nimekusamehe. Kwenye kijiji cha Mto wa Mamba, Subira aliketi ufukweni na watoto wa jirani, akiwaeleza hadithi za zamani. Adrian alikuwa amemwandikia barua ya mkono, mama, nimeanza shule mpya ya upili. Niko na rafiki mpya, mwalimu mzuri na mtu anayenipa nafasi ya kuota ndoto zangu. Nilikuchora kwenye daftari langu la kwanza. Wewe ni mwanzo wangu. Kila hatua ninayopiga ni kivuli cha hatua zako. Subira alitabasamu, akawaambia watoto, na ndivyo hadithi yangu ilivyoanza. Kwa machozi, lakini ikaandikwa kwa moyo. Kila moyo wa mama una historia yake, na si damu pekee inayounganisha familia, bali huruma, msamaha na upendo usio na masharti. Huu ulikuwa ushuhuda kwamba wazazi si wale wanaotuzalia tu, bali wale wanaotulisha kwa moyo. Je, wewe unaamini upendo wa kweli unazidi mipaka ya damu? Jiunge na chaneli Siri za Mtaa kwa simulizi kama hii. Bonyeza kengele upate arifa za hadithi mpya. Piga like ikiwa imekugusa. Andika maoni yako chini. Asante kwa kutazama. Tutaonana kwenye simulizi inayofuata.